Rasmi sasa rais wa Marekani ameondoka nchini Israel baada ya kumaliza ziara yake takriban masaa 7 na anaelekea nchini Misri. Yuko njiani kwa hivi sasa kwenye ndege yake ya Air Force One. Rais wa Marekani Donald Trump ameiacha Israel na kuelekea Misri kushiriki kilele cha viongozi wa kimataifa kilichoandaliwa kushughulikia mustakabali wa Gaza na mzozo unaoendelea eneo hilo. Trump anakwenda kushuhudia utiwaji saini wa kusitishwa vita vya moja kwa moja baina ya Israel na Hamas. Alipofika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion, Trump hakutoa hotuba yoyote rasmi, lakini alifanya mazungumzo mafupi na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo waliangazia hatua za amani na masuala ya usalama wa eneo hilo. Rais Trump alikaa chini ya masaa 7 nchini Israel, lakini ndani ya muda huo aliweza kukutana na viongozi wa ngazi ya juu kujadili mpango wa kuachilia mateka na uwezekano wa makubaliano mapya ya kisiasa kati ya pande zote zinazozozana. Safari hii ya Trump kuelekea Misri inachukuliwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za kimataifa za kuleta utulivu na kupunguza mashinikizo ya kijeshi katika Gaza, huku dunia ikishuhudia jinsi Marekani inavyojaribu kuweka mgawanyo na ushawishi wake katika mzozo huo wa muda mrefu. Matumaini sasa yanakwenda kuhitimishwa pale nchini Misri katika mji wa Sharm el-Sheikh, ambapo rais wa Marekani Donald Trump anakwenda kuhudhuria na kushuhudia utiwaji saini wa usitisho wa vita katika ukanda wa Gaza. Trump play part kubwa sana kwenye sakata hili la kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, huku akitaka amani iweze kupatikana baada ya kuweza kuzungumza na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hata katika kuhutubia bunge la Senate, Trump ameweka wazi kwamba Netanyahu anatakiwa sasa aweze kutafuta amani katika ukanda wa Gaza na mwisho wa siku basi maisha yaweze kurejea kama ambavyo ilikuwa hapo awali. Mtazamaji, hapa Zone Media tutakuletea kila kitu ambacho kinajiri huko. Cha msingi tu kaa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.